Bwana Yesu aliaminiwa kufanya kazi ya kuokoa ulimwengu wote akiwa kijana wa miaka 30. Leo kijana wa miaka 30 anaonekana ni kijana wa hovyo hovyo tu, wa kawaida, ambaye hawezi kupewa majukumu mazito. Hakuna mtu amewahi kupewa majukumu makubwa kuliko ambayo Bwana Yesu alipewa tangu kuumbwa kwa ulimwengu mpaka leo, na alikuwa kijana wa miaka 30 alipoanza huduma yake. Unaelewa wajibu ambao Bwana Yesu alipewa ulikuwa ni mzito kiasi gani? Hakwenda kutafuta mzee mwenye experience ya miaka 120, alitafuta kijana wa miaka 30. Pamoja na ujana wako, pamoja na struggle ulizonazo za kiujana, bado unaweza ukawa kwenye ajenda ya kutumiwa na Mungu. Inawezekana kabisa. Usikubali ujana wako uwe kikwazo. Nimewaandikia vijana, sio kwa sababu mna dhambi, kwa sababu vijana wengi wanajiona katika mapungufu yao. Kuna nguvu Mungu anaziona kuhusu vijana. Yafundishe macho yako kuziona nguvu ambazo Mungu anaziona ndani ya vijana. Lazima ujione kama Mungu anavyotuona. Asilimia kubwa sana ya watu ambao Mungu amewatumia kwenye maandiko walikuwa ni vijana, tena wengine chini ya umri wa miaka 30. I hope najua katika kundi la Bwana Yesu nadhani ni watu wawili tu ambao walikuwa ni wakubwa kuliko Yesu. The rest walikuwa ni wadogo kuliko yeye, na ndo mitume waliotikisa dunia. Injili ikafika mpaka huko ilikofika leo. For some reasons unajiona una miaka 20 na alafu unajiona bado mimi bado ni kijana mdogo. Who told you? Sasa bado nina muda sana. Hatuna muda. By now ilifaa Mungu awe ameshaanza kutuamini na vitu vikubwa sana. Daudi anamuua Goliati akiwa na miaka 10 na I hope unaelewa lile tendo lilimfanya awe champion wa taifa. Sometimes unaangalia maisha yanavyoenda na jinsi ambavyo yanakimbia kwa kasi, alafu bado hujafanya vitu serious na maisha yako kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya familia, and unaanza kusema Father, I don't like namna mambo yanavyoenda. Put some grace. Katika Yoshua 13 anamwambia Yoshua, si umezeeka, pamoja na mambo ambayo tayari Yoshua ameshafanya, lakini Mungu anasema natamani tungeweza kufanya zaidi mimi na wewe. Ninaomba siku za mwisho wa maisha yako Mungu atasema hivi, ni kweli tuliopaswa kufanya mimi na wewe tumeyafanya. Sasa unaweza ukaja mbinguni kwa sababu nilichokutuma kufanya umefanya. Haipo kwenye miaka, ipo kwenye neema ambayo inafanya kazi. Ninakuombea tena usiku wa leo, chochote ambacho unakihitaji ili utimize kusudi la Mungu mapema kabisa mwa maisha yako, kiachiliwe juu yako sasa, kiachiliwe ndani yako sasa. In the name of Jesus.